Habarini za saizi ndugu zangu wa familia ya Dr. Mama Kavumo. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo. Ni mama wa tiba za asili, lakini vile vile ni mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana, lakini pia na viumbe visivyoonekana. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza, katika falme au katika tawala za majini kuna jini anaitwa Sharifu. Jini huyu kwa nini anaitwa Sharifu, na utofauti wa jini huyu Sharifu na majini wengine, utofauti wake ni nini? Kwa hiyo siku ya leo niko hapa kwa ajili ya kuwaelekeza au kwa ajili ya kuwapa elimu. Kwa nini jini huyu anaitwa Sharifu? Katika tawala za majini kuna koo au na tawala tofauti tofauti. Huu utawala wa Sharifu tunasema ni utawala mkubwa katika tawala za majini, na aina ya majini hawa tunasema ni majini wapole, pia ni majini katika tawala za majini, ni wanatoka katika ufalme mkubwa, katika umiliki mkubwa. Lakini mbali haya yote, asili ya majini hawa wamekaa katika maudhui ya dini. Tunapozungumzia katika maudhui ya dini, ni wale viumbe ambao wanafanya ibada, pia wanamcha Mwenyezi Mungu, na ndio maana ukaitwa ni ukoo wa Masharifu. Aina ya majini hawa unapohitaji kushirikiana nao, kwanza ni lazima uwe katika utaratibu ambao uwe ni msafi. Tunapozungumzia usafi, majini hawa hawachangamani na uchafu au hawapendi kuwa na mtu ambaye unakuja katika tawala za majini, unakuja kuchukua mali zao, lakini moja kwa moja mali hiyo unapokabidhiwa mali hiyo unakwenda kufanya zinaha, unakwenda kufanya kukashifu watu, unakwenda mali hiyo baada ya kuwa baraka wamekupa mali hiyo ili uweze kusaidia watu, lakini wamekupa mali hiyo moja kwa moja ili utoke katika changamoto ya umaskini. Lakini wewe unapewa mali hiyo moja kwa moja, unajikuta mtu anapokabidhiwa mali ya Sharifu unakuta anakwenda kufanya zina hasana, anakwenda kubadilisha wanawake, mali hile anakwenda kuzuru wenzie, mtu anapomuuzi au mathalani anakwenda kulipiza kisasi, anakwenda kuua watu, anakwenda kufanya vitu vibaya kwa ajili yeye amekuwa na umiliki na utawala wa mali. Kwa hiyo moja kwa moja ukinapokabidhiwa mali na jini huyo Sharifu, utofauti wa jini Sharifu na watu wengine, jini Sharifu hata kuumiza kwamba atakufanyia vitu vibaya, lakini jini Sharifu anachokifanya moja kwa moja anakwenda kuirudisha mali yake katika tawala zao. Na ndio maana watu wengi unakuta alikuwa tajiri sana, lakini ghafla utajikuta amefilisika na amepoteza kila kitu. Kwa hiyo adhabu ya jini Sharifu unapoenenda tofauti na yale matakwa yaliyosababisha akupe mali yake, jini Sharifu anachokifanya ni kuchukua mali yake na kuirudisha katika utawala wake, kwa sababu amekupa mali hiyo ili uweze kusaidia mayatima, wajane na watu wasiojiweza. Kwa hiyo wapenzi mtazamaji wa familia ya Dr. Mama Kavumo, nilikuwa nataka nikupe elimu na utofauti wa jini Sharifu na majini wengine, na namna gani jini Sharifu anaweza kukusaidia. Lakini jini Sharifu ni jini mzuri kama utaenenda vizuri. Utambue mali ya jini Sharifu inarisiwa vizazi na vizazi, na moja kwa moja unakuwa umeingia katika utawala wa majini, wewe na kizazi chako. Lakini aina ya majini hao Sharifu upende sana kufanya ibada, upendelee kutoa sadaka, kusaidia mayatima, kusaidia wazee, kuwaona watu wasiojiweza, wewe uwe msaada kwao na uwe baraka kwao. Unapoweza kufanya hivyo, unapomiliki mali hizo, basi moja kwa moja utakuta mali yako inakuwa maradufu, unazidi kufanikiwa zaidi, na watoto wako, vijukuu vyako vitaendelea kula baraka ya hiyo aina ya jini Sharifu. Asanteni. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Majini ni familia yangu, Masharifu ni familia yangu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unahitaji kupata elimu, unahitaji kupata mwongozo,
kushirikiana na hawa viumbe, niko hapa kwa ajili ya kukuongoza. Unahitaji kupata nguvu ya asili, niko hapa kwa ajili ya kukuongoza. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment, lakini usiache pia kuendelea kuwasiliana na mimi kwa namba zangu za simu 0712944434. Asanteni.